Mtazamaji, nipo hapa katika kituo cha kata ya Ubungo. Hapa katika kata hii vimegawanyika takriban vituo viwili. Kuna kituo cha Weo pamoja na kituo cha kata ya Ubungo. Kwa maana ya kituo cha kata ya Ubungo, hapa kuna takriban ya vituo 7 ambapo wapiga kura wanakuja kupiga kura, lakini kituo cha Weo ni takriban vituo 5. Washiriki wa kupiga kura katika kata hii ya Ubungo wanashiriki katika eneo hili. Kwa hiyo kata ya Ubungo kwa ujumla, kwa mujibu wa msimamizi msaidizi wa uchaguzi katika eneo hili, basi na shaka amenieleza kuwa ni takriban vituo 142 katika kata hii. Lakini hapa tupo tu sehemu ndogo, na majira haya ya saa 1 kuelekea saa 2 tayari watu kama unavyoona wameanza kujitokeza kwa ajili ya kushiriki zoezi hili la kupiga kura katika eneo hili ili kutimiza jukumu lao la kikatiba maalum kabisa. Kwa majina, mimi naitwa Kombo Abubakari, ni mkazi wa hapa Ubungo National Housing. Ni mara ngapi kushiriki katika uchaguzi? Ushiriki kwa uchaguzi hii karibu ni mara ya 6 hivi nashiriki uchaguzi. Zoezi la leo unaliona vipi tofauti na mara 5 zilizopita? Nashukuru Mungu kwa mara hizo zote 5 zilizopita kulikuwa na kidogo rapsha nini, unajua vile vyama ambavyo vilikuwa vikubwa ambavyo vilikuwa navyo vinashiriki, lakini nashukuru safari hii hali ni shwari, yani hali ni shwari, tunafurahi, tumetimiza haki yangu ya kikatiba. Kusema kweli hakuna usumbufu wote, hali iko vizuri. Ni kipi hasa ambacho kimekushawishi mkubwa wangu ukasema nikashiriki na mizoezi? Hiyo ni haki yangu ya kikatiba, kwa hiyo nawajibika mimi kuja kufanya nini? Kuja kupiga kura, kwa sababu ni haki yangu ya kikatiba. Na kwa nini ni muhimu kwa kila mwananchi aliyejiandikisha kupiga kura akashiriki zoezi hili? Ni muhimu kwa sababu ni wewe unatakiwa umchague kiongozi yule ambaye unamuona anafaa kwamba atakuletea maendeleo kwenye nchi yako. Kwa hiyo ni wajibu wa kupiga kura ili kuchagua yule mtu ambaye unaona anafaa akuletee maendeleo kwenye nchi yako. Na maoni ya kumalizia? Bila maoni yangu ni watu wajitokeze. Hali ni shwari. Kila unakopita mjini huko wapi, bahati nzuri mimi nilifanikiwa kupita mjini huko. Hali ni shwari, watu wajitokeze, hakuna tatizo lolote, wawe na amani, waje watimize haki yao ya kikatiba, waje wapige kura. Naitwa Aileen Mwasampeta, ni mkazi wa Shekilango. Nimekuja kupiga kura na najisikia vizuri. Katika miaka yote iliyopita naona huu ndio uchaguzi ambao ni uchaguzi ambao unajitambua. Nimekuja kupiga, nimeomba na nimejua rais wangu ni nani. Nimemwomba Mungu kwanza, na Mungu amenionyesha rais wangu na nimemchagua. Mbunge hakunionyesha, Mungu sijajua, lakini amenionyesha, Roho Mtakatifu amejibu. Wote niliowachagua nimeongozwa na Mungu. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Unaongozwa na Roho Mtakatifu. Hii ni mara ya ngapi wewe kushiriki katika zoezi la uchaguzi? Ni mara ya pili. Lakini ile ya kwanza sikujitambua. Sasa hivi ndo nimejitambua. Nilipiga tu ile ya kwanza. Na ni kipi hasa ambacho kimekushawishi sasa useme mara hii nimejitambua nikapiga uchaguzi? Ni Mungu tu aliye ndani yangu ndo amenisukuma nije kupiga kura. Na kwa nini ni muhimu kwako kupiga kura? Ni muhimu kwangu ili nisiwe mtu wa kulalamika, nimchague yule mtu, kiongozi yule ambaye anafaa kuongoza nchi, na sio tu mimi ndo niseme eti anafaa, Mungu ndo aniambie. Kwa hiyo kama Mungu kaniambia, lazima nchi iongozwe, hatuwezi tukawa viongozi wote. Naitwa Hussein Idi Kalindo. Bahati nzuri kipindi najiandikisha nilikuwa Ubungo. Ile sasa nilikuwa nimehamia Tabata, lakini nimetoka Tabata kuja kupiga kura Ubungo kufuata haki yangu. Toka safari ya Tabata mpaka Ubungo kupiga kura tu. Ni mara ngapi unakuja kushiriki? Ndo mara ya kwanza, kwa sababu kipindi kilichopita nilikuwepo hapa National Housing Ubungo. Lakini kwa kipindi hichi nipo Tabata, nikaona hapana, pamoja
kuna wale waliokuwa wanazungumza mawili matatu, nikasema lazima nende nikapige kura, na nimekuja naona ni shwari tu, salama, amani, utulivu, hakuna tatizo lolote ambalo lipo. Na ni kipi hasa ambacho kimekushawishi ukasema lazima nipige kura safari hii? Kwanza haki yangu ya kikatiba. Pili, ninapomchagua kiongozi nachagua yule ambaye anaweza kanipa maendeleo, kwa sababu Ubungo ya zamani sio hii, hata Tabata ya zamani sio hiyo, kuna mabadiliko makubwa. Sasa ni lazima nende nikapige kura kwa haki yangu ambayo inaweza kusababisha kupata maendeleo mengine zaidi ya haya ambayo yaliyokuwepo sasa. Okay, sawa. Na zoezi kwa ujumla umeliona vipi kwa ujumla? Zoezi kwanza ni tulivu, na hawa watu wa tume ni wakarimu. Ukifika wanakupokea vizuri, wanakuelekeza sehemu ambako unastahili kwenda, na kwenda unapiga kura vizuri bila kuwa na matatizo.